Leo kuna radi. Ila kama leo siku mbaya sijui. Mbona kama hatuna jingine na hizi kama naogopa kwenye msitu. Hivi kuna nini? Moyo unakuja. Ndio kama kuna hatari. Mama. Hizi zinatosha. We. Mama yangu mzazi. Iwe funzo hata kwa wengine. Tumfunge kama huyu. Sawa mkuu. Tusiweze kufeli hata sehemu moja. Chakula nyama. Sababu hii ni kitoweo. Chakula nyama. Utafurahi na tukuongezea uwezo. Utakuwa unapaa. Hata kunzidi mwenyewe ndakupa uwezo mbikwa. Nisamehe. Ulikuwa unaangalia nini kijana? Nisamehe. Ulikuwa unaangalia nini? Nisamehe. Umekiona nini? Mimi sijaona kitu. Unajitaka ujitaki? Nisamehe. Sasa basi. Ulichokiona pale. Sitaki umtamkie mtu yoyote. Kama utamtamkia, basi ujue maisha yako hatarini. Na huyo utamwambia atakuwa hatarini vile vile. Haki ya Mungu simwambie mtu wote wewe. Simwambie mtu wote wewe. Ukitaka nikusamehe, ndio hilo fanya hivyo. Ukifeli hapo, uhai wako. Unakosa siri yangu, simwambie mtu wote yule. Unaweza kwenda. Usicheze na watoto wadogo hawa. Hawa ni watoto wadogo sana kwangu. Tulia. Hizi ndo kazi zangu. Usicheze na mtoto hata siku moja. Na ukitaka. Nasema utamiliki uchawi kama wangu. Utapaa zaidi ya ndege. Na huyu tutamla nyama. Nyama yake tamu sana. Wakulu. Haya mjukuu wangu, unaweza ukaondoka. Sawa mjukuu wangu, nenda mjukuu wangu, mimi nitakuja. Mjukuu wangu anapenda kupaa huyu.
Habari za uzima. Unasemaje hapa? Nilifika toka muda mrefu hapa, lakini sikuweza kuingia huko ndani, lakini nilikuwa na wasiwasi na mlango nilikuta kidogo umeegesha bandani, nikasema kwamba labda nitarudia kuja tena. Sasa mimi hapa nisizunguke sana. Nilikuwa na wazo moja la kusema kwamba nilikuwa nakuhitaji, nataka niwe na wewe bwana, maana nakuona uko vizuri sana. Ndio kweli, mimi kama mwenyekiti nakuelekeza kweli, wewe nakuhitaji. Naona umeongea sana. Ndio. Unasasamba. Sijajua hiyo kauli ya sasamba hiyo. Sasa mimi kama mwenyekiti nielekeze bwana, sasamba ni nini? Pesa na maanisha. Pesa. Sawa. Kuhusu pesa mama hapa. Hapa mama. Yaani mimi umeniangalia, umeniona 5,000. Nchini kwetu kuna siri gani iliyojificha? Waalaikum salamu shehe. Vipi, mbona hai sana? Yaani shehe, mimi nikotoka kusio salama kabisa. Kwa nini? Huku nikotoka yani sio shwari kabisa. Kuna nini? Nielekeze. Kuna nini huko ulikotoka? Haisee, huko mambo magumu. Yaani niende kupata dawa pale ya msitu pale. Kuna mambo nimeyaona pale, yani hata sielewi, yani hata kwa simulia na chindo. Sasa kijana, labda nikushauri kitu kimoja. Achaneni na mambo ya kishirikina. Achaneni kwenda kwa waganga. Jambo likishakushinda nenda kwa shehe, pata maombi. Yaani hapo shehe, hapa kuna kishirikina, kuna cha nini? Mimi nipata dawa kama dawa zingine. Maana niko na matumbo, nasema ndio nitafuta kule dawa. Ila kuna mambo yani shehe nikusema mambo yona kule. Uwezi mimi kunaenda habari sio ushirikina, habari yani mimi ndio niliyaona. Jambo gani wewe uliona? Yaani shehe, mimi pale baada ya utapatia dawa, sasa nikaipata. Nikasema labda ngoja nirudi. Umeona? Sasa kwa sababu nashangaa anachungulia na ukuta watu wanafunga maiti. Wanafunga maiti? Hapana mama, sio kwamba washingi 5,000 nimekuangalia kushingi 5,000. Labda sema unatakaje labda mama? Ongeza. Niongeze? Sawa, haina shida. Mambo ya pesa ni kitu kidogo tu. Kitu kidogo. Kitu kidogo sana. Hii hapa mama. Hapo sawa. Sawa. Kwa hiyo hapo mama, wala usijali kuhusu mambo ya pesa. Pesa ni kitu kidogo sana mama. Kwa hiyo ndio hapo shehe, lazima wewe uweze kuamini hilo. Ile pale makuta watu wanafunga maiti. Mimi nilitoka kama unavyotoka wewe. Alafu na kingine niliambiwa kwamba hivi nisimwambia mtu. Kwa hiyo mimi na maana mfukoni kuna tangu kuambia wewe. Sasa kijana, kwa sababu sasa hivi muda wenyewe umefika wa saa 7 au inabidi nikaswali. Ndio shehe. Subiri nikaswali. Kama ukipata muda, njoo nyumbani nikufanyia maombi. Hayo maluelue, hayo mazongezonge yote yatatoka kwa jina la Mungu. Kwa sababu amini Mungu sio kitu kingine. Na kushauri hivyo. Na usiwe mbishi. Usikaidi. Basi shehe, mimi nimekuelewa. Basi sawa. Kama tumeelewana basi hebu mimi niwahi. Basi shehe, na mimi naomba Mwenyezi Mungu akutangulie huko na uwe tabu. Kila la heri. Haya shehe.
Mama mtu mwenye ujui. Karibu. Asante. Salama. Wema. Kwema, nikusaidieni? Hapana, nimeozesha mtoto. Hayupo. Okay, sawa. Chakula mambo yetu kama unachukua siko sawa. Kwa leo kwa kweli tumesamehe. Sina chochote. Unazingua. Unajua mimi siku hizi bila chochote kile hapa. Ndio hivyo kama ninavyokuambia. Hata kikola hakuna. Hakuna chochote. Ila cha kukusaidia, nenda tu kwenye hiyo nyumba ya jirani hapo, unaweza ukapata chakula. Sawa. Basi sawa, ina shida. La kwa utaki nipa chakula. Haina shida, wewe kwa mimi kuuza nipate hela. Wewe kama kulewa beba, tu mimi sina shida yoyote. Haina shida, mimi nakukomesha. Nachukua wewe nenda. Nenda. Unapata tena kitu. Unapata tena ngapi? Toka. Hebu muangalie kwanza ule mwili jinsi alivyo. Yaani yuko hovyo hovyo. Hebu naenda huko baba wenzio walivyo na mwili kama wewe wenzio wanabeba zege huko. Wanafanya kila kitu, wanapambana kupata hela. Wewe una lolote, unakuja hapa kila siku kuja kuomba chakula. Kwanza ni ushanitibua kabisa. Hebu toka huko kabebele mambao huko, kabebe zege huko. Kazi yote kafanya. Yaani hata hilo jagi ulilobeba hapo, mimi hatutonisaidia chochote kile. Pumbavu mmoja wewe. Salafina mambo. Poa mzee. Beshi. Mbona saa hizi unitafuta? Yaani nilikuwa hata sina hata muda. Sababu mwenyewe nakucheki kwenye simu, naona haupokei na kutuma message au jibu. Unajua mimi unanichanganya sana. Nakuchanganya nini sasa? Unajua mimi mwenzako nimekumisi sana. Kwa saa hizi sina muda. Sasa una muda yani kwa kivipi? Leo unajua kama Simba na Yanga wanacheza? Sasa leo Simba na Yanga inacheza kivipi? Kata leo hakuna mpira wowote. Kwani wewe mtoto? Niache mimi niende. Salafina ndo unaenda? Ya, ndo naenda. Baki kitu kinawacha. Mwishowe huwa majuto tu. Unasema unampenda, lakini yena wake ampenda zaidi. Siku kijua tayari umeshapoteza pande zote. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutufunza.